Ungane naye mwandishi wetu habari John Java Kiania atujuze mengi zaidi. Kiania. Shukran tena sana po Kirobi na kupata vyema sana hapa katika kaunti ya Meru ambapo nimekita kambi katika eneo bunge la Bore ambapo nimeweza kubahatika kumpata mbunge wa eneo hili Mugambi Ndikiri ambaye pia ni mwenyekiti wa bunge katika kaunti hii ya Meru. Nataka kuzungumzia kuhusiana pia na swala nzima la vurugu katika siasa za hivi karibuni. Labda mheshimiwa unaweza jongea karibu tuweze kuzungumza kuhusiana pia na swala hili ambalo limekuwa likijitokeza mara kwa mara. Labda kama kiongozi kutoka eneo bunge ili la Bore na pia mwenyekiti wa bunge, unalipi la kusema kuhusiana pia na siasa ambazo zimekuwa zikijiri za vurugu nchini? Kwanza niseme dunia ama nchi ikiwa na usalama na ikiwa na amani, watu wataishi vizuri, maendeleo yataendelea kudumika. Na mno sana watu ni jukumu letu sote kuhakikisha kuwa na usalama kila wakati. Wakati huu wa siasa kuna mambo mengi nafanyika. Na kama vile tumeona juzi watu wakipigana. Hamna haja kupigana. Tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao tutapiga kura na turudi manyumbani kwetu. Tutarudi pale kwa majirani, tutarudi pale kwa kanisa, tutarudi pale kwa biashara. Mimi hakika sioni haja ya kupiga mtu mwingine kwa sababu ya siasa. Na mimi nachukua nafasi hii niambie watu wa media asante sana, kwa sababu sasa hata nyinyi mnaangalia, mnaona nani ako na hii fujo. Ukiona kiongozi anasimama anasema tutaenda kujiami, huyo sio kiongozi ambaye watu wanapaswa kusikiza, hata kama iko shida gani. Kuna wengine wanasema serikali iko na guns. Bado hatujapata evidence ya kuonyesha serikali iko na hao watu. Sisi wanasiasa, sisi ndio tunafanya hii mpango mbovu. Kama hapa Bore tumesema kila mtu anataka akuje, apige siasa yake, aondoke aende. Lakini tumeona juzi watu wakuletwa wanakuwa na marungu na wanakuja na manisani. Wanakuja kufanya nini? Watu wa Bore ni watu wa salama. Watu wa Meru hawataki fujo. Hakuna Mkenya anataka fujo. Labda mheshimiwa, labda kuhusiana pia na idara ya usalama nchini ambayo inaongozwa pia na Kipchumba Murkomen pamoja pia na Kanja, labda unalipi la kusema kuhusiana pia na viongozi ambao wanachochea na kutoa zile semi ambazo zinatoa ile kusambaratika kwa siasa humu nchini? Wacha niseme hivi. Kwa kila ngeng, kwa mikutano ya siasa inakuanga na wana siasa. Hakuna pahali serikali ya askari anaweza panga kwa cha kupiga watu. Hakuna. Ni sisi politicians ambaye tunaleta hiyo mageng kila pahali. Kwa hivyo mimi ile nataka kusema Waziri Kipchumba Murkomen, wacha hata tusienda kwa PS. Ni jukumu lako kuhakikisha kila Mkenya ametii sheria. Lakini sasa unaonyesha uoga. Utaki kukamata wengine wala wanaongea kusema mambo ya furugu. Kuna kiongozi moja ambaye mnamjua nyinyi nyote, amesema ameenda kujiami. That is very long and he is walking freely. So with that kind of non-compliance to the rule of law, Waziri lazima ufanye kazi yako. You are failing us. You are failing us. You are going for the small young boys who have been brought to the field. Go for the people who are organizing those goons. Akiwa ni presidential candidate is organizing those goons, go for him. Akiwa ni member of parliament, go for him. Akiwa nani, go for him. I heard Mr. Gachagua saying wanaenda kujiami. We know his behavior for a long time. You should go for him. Naam, asante sana John Java Kiania kwa kuweza kuzungumza na mbunge huyo wa Bore. Tukirejea hapa studioni kwako